الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله المحسنين ورب الطيبين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل دعوته حتى أتاه اليقين. أما بعدكم شكور الله سبحانه وتعالى نبعدكم استكى رحمة أماني زمفكيه نبيوته محمد صلى الله عليه وسلم. ndugu zangu, hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutupa tena fursa ili tukutane hewani na tukumbushane maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo ambalo tunataka tukumbushane kwa leo ni jambo muhimu sana, na ni katika mambo ambayo tukunajifunza katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Yani katika mambo muhimu ambayo tukunayabeba na tunajifunza katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, ni ili jambo ambalo nataka niliongelee kwa leo, nalo sio linginelo ni al-ikhlas, sincerity. Mtu kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, mtu kuwa na sincerity. Hii ndio itakuwa sujet muhimu sana ambao tunataka kwa hizi dakika chache tuweze kukumbushana kuhusiana na al-ikhlas. Ikhlas ni nini? Ikhlas ni mtu kukusudia ibada zako zote, unakusudia tu kitu kimoja, nao ni kumridhisha Allah azza wa jalla. Yani unapokuwa ukisali unakusudia nini katika kuswali? Kumridhisha Allah. Unapotoa sadaka unakusudia nini? Kumridhisha Allah. Unapokuwa unahiji, unapokuwa unasoma Qur'an, unapokuwa unafanya dhikri, yani wewe unapokuwa unakusudia katika ibada zako na mengineyo yote, unapokuwa unakusudia kitu kimoja tu ambayo ni Allah, hii ndio inaitwa ikhlas. Wengineo wanasema, wengineo katika kudefini au katika kutupatia definition ya al-ikhlas wanasema al-ikhlas an tansa al-khalq fala tara illa al-khaliq. Ikhlas ni wewe kusahau, yani usiweke kabisa katika fikra, ni wewe kusahau viumbe, hauwaoni tena viumbe unapokuwa ukifanya mambo yako, bali ambaye unamuona, ambaye unamtazama katika matendo yako ni peke yake Allah subhanahu wa ta'ala al-khaliq. Hii ndio inaitwa ikhlas. Bimaana unaweza kuwa mbele ya watu ukalia na ukauko mukhlis kwa sababu hawaoni hawa, wewe unamuona ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Unaweza kuwa mbele ya milioni ya watu milioni, unatoa sadaka nikawa sio ria kwa sababu hawaoni hawa, bali wewe unamuona nani? Unamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wengineo wanatuambia kwamba al-ikhlas ni nini? An tansa al-khalq fala tara illa al-khaliq. Wewe unakuwa hauoni mwingine isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wengineo wanakuambia al-ikhlas ni alla tatluba shahidan ghayra Allah. Yani wewe ikhlas, wengine wanakuambia ni kwamba wewe hautafuti temwe, hautafuti shahidi wa matendo yako, isipokuwa wewe shahidi wa matendo yako ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kwenye Qur'ani, wakafa billahi shahida. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yeye ndo anatosheleza kama vile shahidi. Bimaana unaposali usitafute watu wengine wa kuangalia kama unasali. Unaposoma Qur'an usitafute mashahidi waone kama unasoma Qur'an. Yani alla tatluba ghayra Allah, yani usitafute zaidi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Anatosha Allah subhanahu wa ta'ala kuwa kama vile shahidi. Wakafa billahi shahida. Kwa hiyo ikhlas, yani ufupisho ni kwamba motivation ambayo inakumotivate wewe, yani kitu ambacho kinachokupushi wewe, yani motivation ambayo inakusukuma wewe ufanye matendo fulani, hakuna zaidi ya kutafuta radhi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ima iwe ni ibada au ima iwe ni ada, yani iwe ni mambo ya kawaida. Bimaana mpaka mambo ya kawaida pia umkusudie Allah subhanahu wa ta'ala. Najua wengi katika watazamaji, wanachuoni wenye kuwa na ilmu na wengineo watajiuliza, sasa inawezekanaje mpaka mambo ya kawaida? Mambo ya kawaida pia mtu ukuwe mukhlis, ndio. Mambo ya kawaida uyafanye juu ya Mwenyezi Mungu, kula, kulala, kuvaa, kutembea, ufanye juu ya Mwenyezi Mungu. Inakuwaje? Kuna dalili? Ndio, kuna dalili. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika Qur'an, anasema kwamba qul inna salati wa nusuki
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam waambie ya kwamba hakika sala yangu, hakika yani ibada yangu ya haji, hakika maisha yangu, yani kila kitu katika maisha yangu, na hakika kufa vyote hivi vyote na vifanya kwa sababu ya nani? Lillahi rabbil alamin. Bimaana yawezekana hata ada, hata kula ukaifanya juu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kwa khulasa, summary, hii ndio definition au definition ya ikhlas. Kila unachokifanya unakusudia kitu kimoja, unakusudia kupata radhi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ilikuwa ni pointi ya kwanza, taarif, definition, ikhlas ni nini. Hebu tuingie tuangalie sasa, yani thawab ya ikhlas, qima, yani qadru ya ikhlas inda Allah, yani value, thamani ya mtu kuwa mukhlis mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas ina thamani kiasi gani mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala? Hebu angalia katika Qur'an ili uone value, ili uone thamani ya kuwa mukhlis, uone thamani ya hiki kitu al-ikhlas. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuambia katika Qur'an, anasema wama umiru, hawakuamrishwa watu illa liya'budu Allah, isipokuwa wameamrishwa wafanye kitu gani? Wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wamwabudu vipi? Mukhlisina lahu din, wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ikhlas. Yani ikhlas ina thamani kiasi gani? Yani Mungu hakuamrisha watu kitu kingine isipokuwa amewaamrisha wafanye ibada kwa ikhlas. Angalia thamani na angalia value ya ikhlas mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, al-ikhlas. Na ndio maana matendo hayatokubalika mbele ya Mwenyezi Mungu isipokuwa kwa sharti mbili. Lazima matendo yawafikiane na sunna na mwenendo wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani kisha yawe na ikhlas ndani mwake. Ikiwa matendo yako itakuwa hayawafikiani na sunna bwana mtume na yatakuwa hayana na ikhlas, elewa kwamba hayatokubalika mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana mpaka kubulul a'mal, mpaka kukua ikhlas. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuambia katika Qur'an, anasema kwamba faman kana yarju liqa'a rabbih, mwenye kutarajia kwamba siku moja atakutana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, falyamal amalan salihan wala yushrik biibadati rabbih ahada. Yule mwenye kutarajia kwamba kuna siku atakutana na Mungu na Mwenyezi Mungu atamhisabu katika matendo yake na katika maakti yake yote, basi afanye matendo mazuri. Yani matendo mazuri pale ni yenye kuafikiana na sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyamal amalan salih wala yushrik, asimshirikishe Mwenyezi Mungu bali afanye ile matendo kwa ikhlas. Akifanya kwa ikhlas, yule mwenye kutarajia kukutana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala inabidi afanye haya matendo, mambo mawili, yani amalan saliha yenye kuendana na sunna bwana mtume, na vile vile yawe na ikhlas. Bimaana mpaka kukubalika kwa matendo lazima ikhlas. Angalia ikhlas ina thawabu kiasi gani, ina thamani kiasi gani mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ikhlas, Nabii Yusuf alayhi salam hakuokoka katika mitihani mizito ya wanawake, aliokoka kwa sababu alikuwa ni mukhlis. Nabii Yusuf aliokoka kwenye mitihani mizito ya wanawake. Tunajua sote vizuri kwamba inna kaidakunna adhim, vitimi vya wanawake ni vizito, vitimi vya wanawake ni vikubwa sana. Ndio Mwenyezi Mungu yani kama Nabii Yusuf aliokoka kwa sababu alikuwa mukhlis. Sikiliza vile Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika surati Yusuf, anasema kwamba walaqad hammat bihi, Zulaikha alikuwa amemuazimia, alikuwa ameweka decision ili afanye zina na Nabii Yusuf. Wa hamma biha, na Nabii Yusuf na yeye akaazimia kutofanya zina na Zulaikha. Kisha mitihani kwa kweli ilikuwa ni mizito sana. Ndio Mwenyezi Mungu anasema laula arraa burhana rabbi, kama Nabii Yusuf asingeona burhani ya Mwenyezi Mungu, asingeona dalili ya Mwenyezi Mungu, yani asingeona burhani, kungetokea kitu gani? Mwenyezi Mungu anakuachia wewe mtazamaji, wewe msikilizaji, shaghil aqla, katoa natija. Kwa sababu vitu vilikuwa ni vizito, asingeona kungetokea nini? Kungetokea balaa. Asingeona burhani ya Mwenyezi Mungu, yani kungetokea fitna. Lakini fitna haikutokea. Kwa nini haikutokea? kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal-fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin. Mwenyezi Mungu alimuokoa Nabii Yusuf, alimweka mbali na uchafu, aliweka mbali na ubaya. Kwa nini? Sifa gani alikuwa nayo mpaka akaokolewa na Mwenyezi Mungu? Innahu min ibadina al-mukhlasin, alikuwa ni katika waja ambao waliotakaswa na Allah.
waja ambao walikuwa na ikhlas. Kwa sababu ya ikhlas, Allah subhanahu wa ta'ala akamwokoa Nabii Yusuf katika mitihani mizito ya wanawake. Kwa hiyo kijana yoyote au mtazamaji yoyote ambaye yani anakuwa anashindwa, anakuwa anaona ugumu, basi kuwa mukhlis insha Allah, kuwa mukhlis insha Allah, basi Mwenyezi Mungu atakuwa akikuokoa katika vitimbi vizito ambavyo wanawake njama zao wanakuwa kiwafanyia wanao. Al-ikhlas, angalia value, angalia qadru. Yani al-ikhlas, Nabii Musa kama alifika kwenye tilka almanzila arrafi'a, Nabii Musa kama alifika kwenye daraja ya juu ni kwa sababu alikuwa katika wa mukhlisin. Mwenyezi Mungu anasema wadhkur fil kitabi Musa, kumbuka Musa, kumbuka katika mambo ya Nabii Musa, historia ya Nabii Musa, innahu kana mukhlasan. Nabii Musa alikuwa ni mtu wa ikhlas. Kwa sababu ya ile ikhlas alikuwa nayo, akawa amefikia daraja ya juu. Wa kana rasulan nabiyya, na akawa yeye Nabii Musa ni rasul na nabii. Alikuwa na title zote mbili, alikuwa ni rasul Nabii Musa na alikuwa pia ni nabii. Kwa nini? Alikuwa ni mukhlis. Yani angalia thamani, angalia value ya ikhlas. Katika maajabu ni kwamba hata Iblis, shetani, anaweza kacheza na kila mtu lakini hataweza kumchezea mukhlis. Iblis anaweza kumchezea mtu yoyote yule lakini hataweza kumchezea yule ambaye mlikuwa na ikhlas. Angalia katika Qur'an, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia Iblis baada ya kulaaniwa, baada ya kukataa kumsujudia Adam na kulaaniwa, Iblis aliomba dua, alimwambia Mwenyezi Mungu ya kwamba qala anzirni rabbi anzirni ila yawmi yub'athun, e Mwenyezi Mungu nibaki mzima hadi siku ya kufufuliwa. Mwenyezi Mungu akajibu akasema innaka minal munfarin, hakika umebakishwa, lakini sio mpaka siku ya kufufuliwa, bali ila yaumil waqtil ma'lum, mpaka siku maalum, sio mpaka siku ya kufufuliwa. Iblis baada ya kujibiwa na Mwenyezi Mungu kwamba atapewa muda maalum, Iblis sasa akampa defi Mwenyezi Mungu, akamwambia Mwenyezi Mungu, fabima aghwaytani, kupitia kulaaniwa na laaniwa mijua binadamu, la ughwiyannahum ajma'in, wote mimi nitahakikisha kama nitawapoteza. Kisha Iblis akaona kuna watu fulani sitowaweza, akasema illa ibadaka minhumul mukhlasin, isipokuwa wale ambao watakuwa na ikhlas, waja wako ambao utakaowatakasa, wale sitowaweza. Bimaana Iblis anaweza kumchezea kila mtu, lakini hata waweza waja ambao wenye kuwa na ikhlas, waja ambao waliotakaswa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ikhlas, ikhlas, angalia value, angalia thamani. Wallahi inabidi tukue na ikhlas. Katika Qur'ani yetu kuna sura mzima ambayo inaitwa suratul ikhlas. Suratul ikhlas, ikhlas inaitwa suratul ikhlas kwa sababu inazungumzia, inampwekesha Mungu na yule ambaye wallahu ahad. Sema hakika yeye ndio watu wanapokuwa kwenye shida, wanapokuwa kwenye mabalaa. Suratul ikhlas ukipratike yale ambayo yamo katika suratul ikhlas, ukitenda, yani ukifanya yale ambayo yamo katika suratul ikhlas, elewa kwamba wewe utakuwa katika mukhlisin. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kwa hiyo yani ili kwa kidogo pointi ya pili kuonyesha thamani na value ya ikhlas. Thamani na value ya ikhlas. Hebu tuende kwenye pointi ya tatu. Maana yake pointi ya kwanza tulizungumzia definition. Definition ikhlas ni nini? Pointi ya pili ambayo tuliongelea tunazungumzia value na thawabu ya ikhlas na cheo cha, yani ikhlas ina thamani gani mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa pointi ya pili tunakuja kwenye pointi ya tatu. Matatizo ambayo mtu waweza ukayapata katika dunia, solution yake kuwa mukhlis. Wallahi ukiwa mukhlis kisha ukimwita Mwenyezi Mungu, wallahi Mungu atakutoa katika matatizo. Tena ukisoma kwenye Qur'ani kuna maajabu. Kuna watu ambao sio Waislamu walikuwa kwenye shida, kwenye jahazi, kwenye bato. Bahari ikapigwa na maji kulia na kusoto, inabebwa juu inapigwa chini. Watu wanaona kifo, wanakiona kifo katika macho yao. Waliposikia uoga, da'u Allah mukhlisin lahu din. Walipoona kama kifo hicho, wakamuita Mwenyezi Mungu kwa ikhlas.
wakamlilia Mwenyezi Mungu pamoja kama sio Islam, lakini walivyomuita yeye peke yake Mwenyezi Mungu, da'u Allah mukhlisina lahu din, wakamwambia Mungu kwamba la in anjaytana min hadhi, Mungu kitutoa katika matatizo tutakuwa katika wenye kukushukuru Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja kama walikuwa sio Waislamu, Mwenyezi Mungu aliwaitikia dua yao kwa sababu walikuwa na ikhlas katika dua na akawatoa katika matatizo. Lakini bahati mbaya, falamma najahum ila albarri idahum yushrikun, baada ya Mungu kuwatoa katika bahari na katika mitihani ya mawimbi, alivyowafikisha nje kavu, mara wakaanza tena kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pointi yangu ni kwamba ukiwa mukhlis, unamuita Mungu peke yake, usiwe na wasiwasi yote katika matatizo ya dunia. Mungu atakutoa hata kama wewe sio Muislamu. Mfano wake ndio hii aya ambayo tunatoka kuisikia sasa hivi. Na kuna hadithi nyingine bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi bwana Mtume anatuambia, ni hadithi sahihi, anatuambia kwamba intalaqa thalathatu mimman kana qablakum, kuna watu watatu katika watu ambao walikuja katika generation ambazo zilikuja kabla ya generation ya ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wametoka katika safari. Walipokuwa safarini, mara mvua ikaanza. Mvua ilivyoanza, wakaona tujifiche sehemu, wakaingia katika pango. Walipoingia katika pango, walivyoingia tu, inhadarati sakhra, jiwe likaporomoka kwenye mlima, likafinika hiyo sehemu ambayo walioingilia. Walipokuwa mle ndani, wanasukuma jiwe, hawawezi, wanasukuma jiwe lifunguki. Sasa wakaangaliana, wakasema inawezekana hii ikawa ni kaburi yetu, kwa tutafute njia gani ambayo itakuwa ni sababu ya sisi tuweze kuokolewa. Wakaambiana kwamba innahu la yunjikum min hadhihi sakhra illa an tad'u Allah azza wa jalla bi salih a'malikum, hakuna ambacho kitakachokusaidieni mtoke kutoka kwenye hili jiwe mpaka kama mtamlilia Mwenyezi Mungu kupitia matendo yenu mazuri. Kwa hiyo mmoja akaanza kuinuka, mmoja akainuka akamwambia Mwenyezi Mungu, akasema kwamba Mwenyezi Mungu, hakika mimi nilikuwa na wazazi, na hao wazazi nilikuwa kawaida yangu na watolea maziwa, na kamua maziwa mbuzi na wakabidhi, na nilikuwa nikiwakabidhi maziwa kabla hata kuwapa watoto wangu. Siku moja nimetoka nikachelewa kule nilikoelekea kwenda kutafuta maziwa, niliporudi kwa bahati mbaya nikakuta wazazi wamelala. Sasa nikaona kwamba na mimi nikilala inawezekana wazazi wakaamka usiku wakatafuta chakula, maziwa, yani ikawa vigumu kwao. Kwa hiyo nikabeba qarar, nikabeba decision kwamba sitolala. Nikakaa ni wima na maziwa, nikisubiria muda wowote huo ambao wazazi wataamka ili niwakabidhi maziwa yao. Nilisimama muda mrefu mpaka alfajiri. Walipoamka asubuhi, nikawakabidhi maziwa yao. Kisha baada ya kumweleza Mwenyezi Mungu, baada ya kuelezea historia ambayo iliyotokea, akamwelekea Allah, akamwambia ya Rabbi, Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, ikiwa kama nimefanya yale ibtighaa mardatika, ikiwa kama nimefanya action kama ile kwa wazazi, nimefanya birrul walidaini vile kwa wazazi, kwa kutafuta radhi zako Mwenyezi Mungu, ya Rabbi tutoe katika matatizo, ya Rabbi tutoe katika matatizo. Yani alipomwambia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala as-sami'u al-qarib, mala jiwe likatikisika, lakini jiwe likafunguka kidogo tu, ghaira annahum la yastati'una al-khuruj, hawakuweza kutoka. Mwingine naye akainuka akamkumbusha Mungu matendo mazuri ambayo aliwahi kufanya. Yani wale vijana walikuwa ni wacha Mungu, mashallah, walikuwa ni wacha Mungu. Mwingine naye akainuka akamkumbusha Allah, akamwambia ya Rabbi, na mimi nilikuwa niko na cousin wangu, binamu wangu, nilikuwa nikimpenda sana, nilikuwa nimpenda sana. Na siku moja akaja ananililia shida, nikamwambia kwa kweli nilikuwa nimpenda, yani naweza nikakusaidia, lakini condition, takusaidia lakini condition inabidi tukutane kimwili. Tukikutana kimwili mara moja mimi nitakusaidia. Basi kwa kuwa yule cousin wangu alikuwa kwenye shida, alikuwa hana njia nyingine ya kufanya, akakubali tukutane kimwili. Tukawa tushavuna manguo kila kitu, na nilikuwa na uwezo wa kuchafua mazingira. Lakini mara binti akanikumbusha, cousin wangu akanambia ittaqillah, muogope Allah, muogope Allah, tusifanye hili tendo hali ya kuwa wewe sio halali kwangu, muogope Allah. Alivyonitajia tu ittaqillah, moja kwamba nikainuka, na aliyekuwa nilikuwa na uwezo tayari wa kuchafua mazingira, lakini nikainuka. Ndio kijana baada ya kuelezea historia akamwambia Allah, ya Rabbi, Mwenyezi Mungu, ikiwa kama nimemwacha yule mwanamke kazi wangu hiyo siku, ikiwa kama nimemwacha kwa kukuogopa na kwa kutafuta radhi zako, ya Rabbi, tutoe katika shida Allah subhanahu wa ta'ala.
mara alivyomuita as-Samiu al-Qarib na kumkumbusha jambo ambalo alilifanyaga kwa ikhlas, alivyomkumbusha Mwenyezi Mungu, inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin, Mwenyezi Mungu anakuwa hapotezi ujira wale wenye kufanya mema. Alivyomkumbusha Allah akatikisa tena lile jiwe, likatikisika likafunguka tena, lakini ghaira annahum la yastati'una al-khuruj, walikuwa hawajaweza kuweza kutoka. Basi mwingine naye, kwa vijana wote wacha Mungu wamekusanyika pamoja, mwingine naye akapita akaanza kumkumbusha naye Allah, akamwambia ya Rabbi, na mimi nilikuwa niko na travel fulani, nilikuwa ilifika siku ya kuwalipa, nikawalipa wote isipokuwa mmoja aliondoka kabla ya kumlipa. Alivyoondoka nikachukua ule mshahara wake, yani nikaukuza, mbuzi zikaongezeka, kuku zikaongezeka, ng'ombe zikawa ni nyingi, nikakuza. Baada ya muda mrefu alipokuja huyu jamaa ambaye hakubebaka salary yake, alipokuja akaniambia kwamba nimpe haki yake. Nikamwambia kwamba hizi zote ambazo naziona, hii mashamba yote ambayo iko hapa hivi, hii ferme yote mimi nimejaa wanyama ni ya kwako. Jamaa akaniambia, boss unanifanyia utani nini? Mimi nakuja kuomba mshahara wangu unaniambia hii yote ni ya kwangu. Jamaa akamwambia hii yote ni ya kwako, niliikuza katika ile salary yako. Jamaa akaichukua. Mwenyezi Mungu, nilikuwa na uwezo wa kumpa kile kijisalary chake ikaenea, lakini kama nimefanya hivyo, sikutaka kuchukua hata senti moja yake. Kama nimeifanya kutafuta radhi zako Mwenyezi Mungu, ya Rabbi tusaidie ya Rabbi. Jiwe lile katikisika, espasi kakawa ni kubwa na kaweza kufanya, wakaweza kutoka. Wallahi point ni kwamba angalia, la yunja min masaibi dunya illa bil ikhlas, au taweza kuokoka katika misiba na matatizo ya dunia isipokuwa bil ikhlas. Hebu ujiweke nafasi ya hawa vijana, kama ingelikuwa ni wewe ndio umejifungia ndani ya kile kishimo hivi, kwenye huo mlima, una amali gani nzuri ambao ungemkumbusha Mungu ili Mungu akutoe katika matatizo? Takhayal, imagine, chukua tasawwur, biba imagination, ingelikuwa ni wewe ndio umefungiwa katika huo mlima, una amali gani nzuri ambao ungemkumbusha Allah subhanahu wa ta'ala ili aweze kukutoa? Wallahi inshallah tuwe mukhlisin, wallahi tukiwa kwenye shida Allah atakuwa akitutoa katika shida. Na hata hii matatizo ambayo tuko nayo leo lazima tuigusie, matatizo ya corona. Pamoja kama najua kuko watu wengi watazamaji wanasema basi yule shekhe kila akiongea lazima atataja corona kwenye subject yake, kila akiongea lazima ataiconnect na corona. Kwa ni jambo ambalo tuko nalo, tunaliishi. Wallahi matatizo ambayo tuko nayo, tunakuombeni wacha Mungu Waislamu, wallahi mutawassal kwa Mwenyezi Mungu kupitia yale mazuri ambayo mliwahi kufanya zamani. Mkumbusheni Mwenyezi Mungu na mwambieni Mwenyezi Mungu atutoe katika matatizo ambayo tuko nayo. Wallahi inshallah Mungu ambaye ni wajibu hao vijana ndio Mungu ambaye na sisi pia tukitawassal, tukimlilia kwa majina yake na kwa matendo mazuri ambayo tuliwahi kufanya, inshallah kwa huruma wake as-Samiu al-Qarib alladhi la yudhi'u ajra al-muhsinin, inshallah Allah ataondoa matatizo katika ulimwengu. Kwa hiyo al-ikhlas. Kwa hiyo pointi ya kwanza tulizungumza ili tusisahau tunapotokea, definition ya ikhlas. Jambo la pili tulizungumza value ya ikhlas. Jambo la tatu tumezungumzia kwamba hata katika misiba na matatizo mikubwa ya dunia utaokolewa ikiwa kama uko na ikhlas. Lakini attention, ikhlas sio jambo fasili, sio jambo jepesi. Kuna muda mtu anaweza kuwa anajibidisha nifanye juu ya Mungu, lakini nataka nifanye juu ya Mungu, lakini watu nisifu pia. Kuna watu ambao nataka nifanye juu ya Mungu, lakini yani watu wasifu pia, wazungumze kama fulani na alifanya. Yani Mungu na watu pia waseme. Sio fasili, aina nyepesi. Na ukimuingiza tu mtu mwingine, elewa kwamba hutopata malipo, contrary utapata ni adhabu na pigo mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tunakumbuka vizuri hadithi ya wale ambao walisoma dini hii, walitoa pesa zao, walilingania katika njia ya Mwenyezi Mungu, lakini madamu katika kufanya yale yote kulikuwa hakuna ikhlas, sio tu kwamba hawakulipwa, bali watakuwa ni wa kwanza kuchomwa siku ya kiyama. Kwa hiyo ikhlas sio jambo kama ni jepesi, ni jambo ambalo ni kubwa. Na ndio maana mmoja katika wanazuoni anatuambia al-ikhlas ni sirru katika siri za Mwenyezi Mungu. La yattali alayhi malakun fayaktubu wala shaytanu fayufsidu. Ikhlas, malaika kiraman katibin wanakuwa hawaoni kama kuna ikhlas, watakuwa tu umesali, watakuwa umefunga na wanaandika kile unachokiona. Kwa hiyo malaika wanakuwa hawawezi kuweza kuiona ikhlas ili waandike, wala shetani anakuwa hawezi kuiona ikhlas ili akuharibie. Yani ni siri, ni jambo kubwa na sio jambo jepesi, ni jambo ambalo linahitajia mazoezi. Yani nataka nimalizie na hii pointi ya mwisho.
Mazoezi ya ikhlas utaifanyaje? Anza kuangalia, chunguza nia yako kile unapotafuta kufanya jambo lolote. Yani ikiwa ni ibada, chunguza nia yako. Ikiwa kama ni mambo ya kawaida, chunguza nia yako. Na ikiwa ni mambo ambayo wewe hauimiliki lakini unayataka, chunguza nia yako. Yani madkhali ya ikhlas, kiingilio cha ikhlas ni nia. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia, anasema innamal a'malu binniyat. Amali zote zitakuwa ziko judged, zitahukumiwa na Mwenyezi Mungu kupitia nia. Sasa ukitafuta kufanya ibada, kwa nini unasali? Chunguza. Yani madkhal, kiingilio iwe ni nia. Nia yangu hivi naelekea kwenda kuswali kule kupayot au msikitini au nyumbani, nia yangu ni nini? Ni irdaullah, basi mashaallah anta mukhlis. Anza kuchunguza nia. Hata kama ni mambo yako kawaida, example unatafuta kuoa. Unaoa kwa nini? Unaoa kwa sababu watu wote wanaoaga? Au kwa sababu umeshafika kwenye age ya kuweza kuoa? Ukiwa kama ile ndio nia yako, huna malipo. Lakini kama mimi nataka nioe, kwa nini? Kwa sababu na mimi nataka nitengeneze familia ya Kiislamu. Nataka nitengeneze familia ambapo utakuwa watoto wenye kumsujudia Allah, watoto ambao watakuwa wakisoma Qur'an, watoto ambao watakuwa wakifanya dhikri. Wallahi mabruk. Na yani utapata thawabu. Yani kitu ambacho ni cha kawaida, lakini wewe utakigeuza kitakuwa ibada kwa sababu ya hiyo nia yako ambayo uliweka. Kwa hiyo nataka kuoa, kwa nini? Sio kwa sababu watu wote washaoa au kwa sababu nishafika age ya kuoa. Naoa kwa sababu nataka nitengeneze familia ya Kiislamu. Nataka tena nipate watoto kama kina Khalid bin Walid, kina Umar bin al-Khattab, kina Imam Shafi'i ambao watainua tena umma. Kwa hiyo nia yako ya kuoa unatafuta tena kuinua umma. Mashaallah, mabruk. Mabruk. Sio tu kwamba itakuwa ni jambo la kawaida, bali linabadilika, linakuwa ni ibada. Kwa nini unatafuta pesa? Unatafuta pesa kwa sababu uko tajiri au watu wote wanatafutaga pesa? Tafuta pesa, weka nia nzuri, kwa sababu innamal a'malu binniyat. Amali yote itakuwa iko jishe kutokana na nia. Natafuta pesa kwa sababu umma wa Kiislamu wasikuwe dhaifu. Kwa sababu Mtume anasema al-mu'minul qawi, Muislamu mwenye nguvu ni bora kuliko Muislamu ambaye sio mwenye nguvu. Natafuta pesa ili yani niinue umma wa Kiislamu, tusikuwa dhaifu. Natafuta pesa ili nistirike na familia, nisiwe dhalili wa kuzunguka kwenda kuomba watu. Yani na ndio Uislamu nafundisha vile. Weka hizi nia nzuri ili upatie mambo ya kawaida, utaipatia thawabu. Kwa hiyo mazoezi katika ibada, chunguza nia. Katika mambo ya kawaida, chunguza nia. Utabadilisha jambo la kawaida litakuwa ibada. Na mpaka mambo ambayo hauna nao uwezo, ukiweka nia nzuri, Mungu anakulipa. Mambo huna nao uwezo, lakini ukiweka nia nzuri, Allah subhanahu wa ta'ala anakulipa. Mathalan hivi tulivyokaa hapa, kitu gani inadhuru? Kitu gani kama sisi sote tukiweka nia kama tukue mashahidi fi sabilillah? Tusisikie woga kama tutatoka tunapanga. Yani inadhuru kitu gani ikiwa kama sote tunaweka nia kwamba inshallah ya Rabbi tunataka tufariki hali ya kuwa tuko ni mashahidi. Wallahi ukiweka ile nia kwa ukweli, ukiwa uko mukhlis, unatafuta ukuwe martir, ukuwe shahid, elewa kwamba utakuwa shahidi mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika hadith, anasema man sa'ala Allah ash-shahadata bis-sidq, yule atakayemuomba Mwenyezi Mungu shahada kiukweli, Mwenyezi Mungu atamwandika kwamba yeye ni shahidi, wa in mata ala sariri, hata kama atakuwa amefariki kitandani kwake. Kwa hivyo maana kuna mambo mengine ambayo hayapo katika uwezo wako, lakini ukiyawekea nia unayapatia thawabu. Mathalan unatoka huko unajielekeza msikitini kwenda kuswali, lakini ongeza nia zingine ili uipatie thawabu. Mathalan unaweza kuwa unaelekea msikitini kusali, lakini unaweka nia kwamba insha Allah nikifika msikitini nitafanya na i'tikaf. Nikifika msikitini inshallah nitaweza kujuana na Waislamu ambao wenye na shida. Inshallah nikifika msikitini yani nitasoma kidogo. Yani unaweka nia, yani kuwa katika wa commerçant wa mania, wa businessman wa nia. Bi maana kwa kitu kimoja unakusanya nia nyingi. Innamal a'malu binniyat, na Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa kwa zile nia zote. Kwa ndugu zangu Waislamu, bila kuwa warefu, tasimama kwa pale. Nia ni kitu kikubwa ambacho kinahitajia kufanyiwa mazoezi. Na nia bil khulasa, movement yako yote ukusudie kitu kimoja, irdaullah, kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tasimama kwa pale. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azima li wa lakum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.